Mithali ni kitabu kilichoandikwa kikiwa na tungo nyingi ambazo zimejaa mambo ndani yake. Yaani mtu akisema sentenso moja ukifafanua ina mambo mengi zaidi. Ni watu wenye hekima waliowaza zamani, wakaenda wakaangalia, wanaona jinsi ambavyo chungu wanavyoweza kutembea, hawana mfalme, lakini wanavyoweza wakajikusanya chakula, hata wakaweka akiba wakati wa hari. Ni mtu anayeweza akaangalia akasema hawa wibari, hawa mijusi ni wako katika nyumba ya mfalme, lakini unaweza ukashangaa hakuna share katika nyumba ya mfalme ya kumpatia yule ambaye ni mjusi. Anatafuta bado kwa mikono yake yeye mwenyewe. Kwa hiyo utaona ni mambo ya muhimu sana ambayo yanamhitaji mtu ayafahamu, ayaelewe, ayaishi. Na ni maamuzi makubwa sana mtu anayoyafanya, hasa katika wakati kama huu. Ukiwa umeamua kuoa, unaachana na familia yako, unasema mimi ninaenda kuanzisha msingi wangu mwingine. Na hivyo naomba uyasikie kwa umakini Isaac, uyasikie vizuri, ili kwamba ukaweze kuishi kwa amani katika familia yako. Anaanza kusema nyumba, familia, ndoa hujengwa kwa kitu gani? Naomba rafiki yetu tusomee katika kitabu cha Mithali ya 24 fungu lile la nyumba inajengwa kwa kitu gani? Hii ni nyumba, hii ni ndoa, hii ni familia. Inajengwa si kwa utaalamu au uzoefu unaopata kwa wengine, wala si kwa hoja ya walimu wetu waliopo huku kule wanaozungumza mambo mengi, lakini anasema hivi: ndoa, nyumba, familia hujengwa kwa kitu gani? Neno la Bwana linasema katika Mithali 24 na mstari wa 3, nyumba hujengwa kwa hekima. Hapo tu kwanza anasema nyumba hujengwa kwa kitu gani? Hekima. Jamani, nyumba hujengwa kwa kitu gani? Hekima. Hekima. Yaani hapa hakuna msuli Isaac, hapa hakuna elimu. Lakini anasema nyumba hujengwa kwa kitu gani? Hekima. Hekima ni nini? Tafsiri ndogo nayeweza kuitoa kuhusiana na hekima, naweza nikasema ya kuwa ni matumizi sahihi kwa wakati sahihi, kwa namna sahihi, kwa changamoto yoyote inayokuja. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Yaani namna unavyoweza ukashughulika na jambo kwa usahihi wake, namna ambavyo unaweza ukashughulika na mazingira yoyote kwa namna iliyo sahihi, kwa wakati ulio sahihi. Yaani kila jambo litakalo kuja maishani, anasema ya kuwa utashughulika nalo kwa hekima. Nyumba, ndoa, familia hujengwa kwa kitu gani? Kwa hekima. Na ukisoma Mithali 1 fungu la 7, yeye anasema hivi: kumcha Bwana ndiye chanzo cha nini? Cha maarifa, bali wapumbavu hudharau kitu gani? Hekima. Sasa naomba usikie hekima hii ni kitu gani. Naomba utusomee tena katika sura ya 9 ya Mithali fungu lile la 10. Mithali sura ya 9 fungu la 10 mstari ule wa kwanza. Sikiliza: nyumba hujengwa kwa hekima, na kumcha Mungu ndiyo mwanzo wa hekima. Ukitaka kuwa na hekima ya kuendesha nyumba, hautaenda kuitafuta kwingine, utaitafuta kwa Mungu. Sijui tunaelewana Isaac, au sasa hivi umeshachanganyikiwa tayari? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani anasema nyumba hujengwa kwa kitu gani? Kwa hekima. Mithali ya 9 mstari wa 10, ule neno mstari la wa Bwana kwanza anasema ndio kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima. Kumcha Bwana ndio mwanzo wa hiyo hekima ambayo hujenga nyumba, ambayo hujenga familia. Kumcha Bwana, kwa lugha nyingine anasema nyumba yako itakapokosa mawasiliano kati yako na Mungu, nyumba hiyo imekwisha kuharibika. Nyumba yako itakapokosa kuwa nyumba ya sala, mambo yako yamevurugika. Nyumba yako itakapokosa kuwa mahali ambapo ni mbingu ndogo, maombi ya asubuhi, mchana na jioni, hapo umekwisha kumkaribisha adui ndani yake. Anasema hivi, rudia tena maneno haya, anasemaje? Kumcha Bwana ni mwanzo wa hekima. Amesema nyumba hujengwa kwa kitu gani? Kwa hekima. Nyumba hujengwa kwa kitu gani? Na amesema hekima hiyo inatokana na nini? Kumcha Bwana ndiyo mwanzo wa hiyo hekima. Kwa hiyo ukitaka kupata hekima ya kuweza kujenga nyumba yako, familia yako, ndoa yako, sijui kama unanisikia vizuri Aisha,
ukitaka kujenga nyumba yako, wanasema ndege mpumbavu ubomoa nyumba yake kwa kutumia mikono yake mwenyewe. Lakini ukitaka kuona nyumba yako inajengwa, ndoa yako inafanikiwa, maisha yenu yanakuwa bora, lazima umche nani kwanza? Bwana. Kumcha Bwana ndio chanzo cha hiyo hekima. Sasa sikiliza, anasema nyumba hujengwa kwa kitu gani? Kwa hekima. Naomba urudi Mithali 24 fungu lile la 3. Endelea. Na kwa ufahamu huthibitika. Nyumba hujengwa kwa hekima. Na hekima hiyo inatokana na kumcha Bwana. Lakini anasema kwa ufahamu inafanya nini? Inathibitika. Muhuri unagongwa. Yaani maana yake ni nini? Kwamba mtu anapokuwa na mahusiano ya karibu na Mungu, anapomfahamu Mungu, anapoelewa mawazo ya Mungu aliyoyaweka katika neno lake. Sikiliza, naomba usome vizuri. Kwa ufahamu ufanya nini? Uthibitika. Lakini huu ufahamu unatokana na nini? Ufahamu unatokana na nini? Rudi kule katika Mithali sura ya 9 fungu lile la 10 mstari ule wa 2. Anasema kumjua mtakatifu ndio ufahamu. Kumjua nani? Kujua utakatifu ni ufahamu. Soma vizuri, sio kujua utakatifu. Rudia. Neno la Bwana linasema na kumjua mtakatifu ni ufahamu. Kumjua mtakatifu ndio nini? Ufahamu. Kwa hiyo kama hekima inapatikana, chanzo chake ni kumcha Mungu. Na anasema hivi, kumjua. Unajua Ayubu anasema alishauriwa na Elfaz, akamwambia mjue sana Mungu ili uwe na nini? Na amani, ndivyo mema yatakavyo kujia. Sasa anasema hivi, kumjua mtakatifu ndio ufahamu. Kama haumjui mtakatifu, haya yote unayohangaika nayo, sherehe zote zinaweza zikawa hazina maana. Lakini ukimjua mtakatifu, ufahamu wako umekaa sawa. Kwa hiyo kaeni miguuni pa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Soma fungu lile la 4 katika sura ile ya 24 fungu la 4. Anasema na vyumba vyake huwa vimejazwa vitu vya namna gani? Vizuri, vyenye kupendeza, maarifa yako ndani humo. Sikiliza, soma pale. Neno la Bwana linasema na kwa maarifa vyumba vyake hujazwa vitu vyenye thamani na vya kupendeza. Hii nyumba iliyojengwa kwa hekima, hii nyumba ambayo kwa ufahamu imethibitika, na kumjua mtakatifu ndio ufahamu. Anasema hivi, anasema kwa maarifa vyumba vyake hujazwa vitu vilivyo vya namna gani? Vitu vya thamani na vya kupendeza. Thamani na vya kupendeza. Kila chumba cha nyumba hii iliyojengwa na Bwana inajaa vitu vyenye thamani na vyenye kupendeza. Rafiki zangu, nataka niwaambie, Mungu anatamani muelewe jambo hili. Sikiliza sasa. Anatoa sifa kwa watu hawa wawili. Ambaye amesikia na kuwa na hekima anamtaja. Katika fungu la 5 anasema mwenye hekima ana nguvu. Mwenye hekima ana kitu gani? Soma fungu la 5. Anasema huyu mtu ambaye amejenga nyumba yake katika mwamba ulio imara kwa kumcha Mungu, anasema huyo ana hekima, na kwa kuwa ana hekima ana kitu gani? Ana nguvu. Sikiliza vizuri. Ndio. Soma. Neno la Bwana linasema, anasemaje? Mtu mwenye hekima ana nguvu. Mtu mwenye hekima, mtu amchaye Mungu, mtu ambaye mwanzo wake ni kwa kumcha Mungu, ana nini? Ana nguvu. Naam, mtu wa maarifa huongezwa uwezo. Mtu wa maarifa huongezwa nini? Uwezo. Lakini kama hamtasikia, sikia sasa. Kama hamtasikia hekima hii, kama hamtapata ufahamu huu, anasema nini kinachotokea? Fungu la 7. Huyu mpumbavu kwake hupati hekima. Neno la Bwana anasema kwa mpumbavu hekima haipatikani. Anasema kwa mpumbavu, mtu asiyesikia, mtu mwenye kiburi, anasema kwake hekima haifanyi nini? Haipatikani. Malizia. Nasema afumbui kinywa chake langoni. Hawezi kufungua kinywa chake wapi? Langoni. Kwa hiyo mimi leo nataka niwaachie hii tu. Mungu akawasaidie mkawe na hekima. Mungu akawasaidie mkawe na ufahamu. Mungu akawasaidie mkawe na maarifa. Nyumba yenu ikajazwe vitu vyenye kupendeza kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Mungu awabariki sana.